Ningependa kuongelea juu ya huduma za uchujaji wa damu ambazo ni huduma mpya kwa hapa Mawenzi. Huduma hizi rasmi zilianza mwezi wa 9 na mpaka sasa tunao wagonjwa zaidi ya 7 ambao tunawafanyia, na kwa sasa tunapokea wagonjwa tunasema wa cash, ila ndani ya mwezi unaokuja tunategemea pia kuanza kupokea wagonjwa wa bima. Kwa hiyo huduma tulizonazo tunazozitoa ndio hiyo ya kwanza ambayo ni uchujaji wa damu. Na kwenye kuchuja damu tunakuwa na, kwa mgonjwa ambaye ni wa mara ya kwanza kabisa, tunakuwa na session 3. Tunakuwa na session 3 mfululizo. Kwa mfano, nikimwanzishia mgonjwa huduma hiyo kwa siku ya leo, atatakiwa afanye kwa siku 3 mfululizo, ambao ni kama leo ni Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa. Lakini kwa mgonjwa ambaye tayari ameshaanzishiwa hiyo kitaalamu tunaita loading phase, tukienda kwenye phase nyingine ambayo ni maintenance, ni baada ya kuwa ameanzishiwa hiyo loading maintenance phase, anafanya mara 3 kwa wiki. Mfano, akichujwa damu siku ya Jumatatu, ataruka Jumanne, atakuja siku ya Jumatano, na anaruka Alhamisi, anakuja siku ya Ijumaa. Na huo ndio mwongozo wa hospitali nyingi tunapofanya hapa Tanzania, japokuwa kwa ukirudi kwenye researches walikuwa wanashauri kabisa mtu aweze kufanya hata mara session 4 kwa wiki, lakini kwa sisi hapa tumeadapt hiyo session 3. Lakini pia huwa tuna evaluate wagonjwa wetu. Kuna baadhi ya wagonjwa ukishamfanyia kwa muda mrefu, zile sumu zake zinapungua sana, kwa hiyo mnaweza mkamwekea hata session 2 kwa wiki. Tukiachana na hiyo huduma ya kuchuja damu, huduma nyingine tulionayo, tuna huduma ya kuwawekea, tunasema kitaalamu tunaziita catheter. Ili umconnect mgonjwa kwenye mashine zetu, lazima tuwe tuna kitu kinaitwa catheter. Tunakiconnect moja kwa moja kwenye mishipa ambayo inatoka moyoni. Na mishipa hiyo ni mishipa mikubwa sana ambayo inapatikana shingoni pamoja na mguuni, ila mara nyingi sisi tunatumia mishipa kwenye shingo. Kwa hiyo huduma pia hapa tunayo, tunaweka hiyo catheter, na catheter zetu tunazoziweka zinakaa kwa muda wa wiki 6. Tunaziita temporary, zipo kwa muda mfupi. Kwa hiyo tunategemea mgonjwa wetu ndani ya wiki 6 za mwanzo atakuwa ameshapata nafuu, ambapo anaweza kuwekewa catheter ambayo ni ya permanent, kwa sababu matibabu haya ya figo mengi ni kwa muda mrefu. So huduma nyingine tukiachana na hiyo, tunatoa huduma pia ya ushauri juu ya upandikizaji figo. Hapa hatufanyi, lakini tunawashauri, na kwa wale ambao wanakuwa wana vigezo tunawatuma moja kwa moja kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kuendelea na matibabu zaidi. Huduma nyingine ambayo tunatoa hapa, tunatoa huduma ya kuchoma sindano za kuongeza damu. Kama tunapojua wagonjwa wa figo wengi wanakuwa na tatizo la uchache wa damu zao zinakuwa ndogo sana, so most of the time tunawasaidia kuwachoma sindano. Zipo sindano maalum za kusaidia kuongeza damu. Tukiachana na hiyo, pia tunatoa huduma ya kliniki. Tunakuwa na kliniki kwa ajili ya wagonjwa wenye shida ya figo, ambapo kupitia hiyo kliniki wagonjwa huwa tutawashauri juu ya utumiaji wa dawa. Ni kweli ni mgonjwa wa figo lakini ana pressure, ni kweli ni mgonjwa wa figo lakini ana sukari. Kwa hiyo kupitia hiyo kliniki tunaweza tukamshauri juu ya dawa gani atumie, dawa gani asitumie. Lakini ya mwisho kabisa pia huwa tunatoa ushauri juu ya chakula. Kwa wagonjwa wenye shida ya figo kuna mlo maalum, vyakula maalum ambavyo wanatakiwa wale, na kuna vyakula ambavyo hawatakiwi kutumia. So hiyo pia ni huduma ambayo tuko nayo. Na huduma ya mwisho kabisa ni tunatoa pia matibabu juu ya kuimarisha mifupa. Kuna dawa tunawapa za calcium, vitamin D. Kwa hiyo nadhani kiufupi ndo hizo ni miongoni mwa huduma tulizonazo katika kitengo chetu cha uchujaji damu.